Taifa letu leo, ukiacha mataifa mengine, hata taifa letu, kwa kuwa hatuishi kama kisiwa, tumekuwa tukikumbwa na changamoto kubwa ya mmomonyoko wa maadili. Baba Askofu, ukiniuliza hatari kubwa duniani iliyopo leo, mmomonyoko wa maadili, Baba Askofu, utalifanya taifa letu tushindwe kuheshimiana na kushindwa kupendana. Upendo wetu umehamia kwenye madaraka ambayo ni hatari, Baba Askofu. Mungu alielekeza upendo, tuwapende wanadamu wenzetu, tuwahudumie bila kuwabagua, kwa sababu Mungu sio wa ubaguzi. Yuko radhi kufanya machafuko na uhalifu ambao utapelekea hata madhila kwa watu wengine kwa sababu ya madaraka. Haya, Baba Askofu, yamekuwa tukijifunza kutoka katika nchi nyingine, lakini katika hali isiyokuwa ya kawaida hata hapa Tanzania tumeanza kuyaona kwenye mitandao ya kijamii. Hamasa zinafanyika za vijana kujiunga kwenye vikundi. Hamasa zinafanyika kwa baadhi ya viongozi wasiokuwa na maadili, wasiokuwa waaminifu, wasiokuwa na uzalendo kwa taifa letu, wasiojua umuhimu wa umoja, kuhamasisha vurugu, kuhamasisha kutenda matendo ambayo yakaenda kuondoa umoja wetu, upendo wetu, mshikamano wetu. Lakini yote hii, Baba Askofu, ni kwa sababu ya mtu mmoja apate kitu fulani kwa njia zisizofuata utaratibu. Ndio hapo, Baba Askofu, katika haya ninasema mbele ya kanisa lako tukufu, yapo mambo pia ambayo sisi kama wasimamizi wa sheria za nchi tunayakataa. Lakini cha ajabu zaidi, Baba Askofu, utasikia wapo watu ambao baadhi ni viongozi aidha wa dini au viongozi katika nafasi mbalimbali za vyama vya siasa, au ni viongozi labda pengine ni wanasheria, ama ni viongozi waliojipambanua kama wapiganiaji wa haki za binadamu. Wakati matangazo kwenye mitandao ya jamii inatolewa ya kuchochea watu kufanya vurugu, makundi kujitokeza kwenda kuchoma shule. Tunazo klipu hapa, Baba Askofu, zipo zinaeleza watu wanahamasishana kwenda kuchoma shule, wanahamasishana kwenda kuchoma majengo ya serikali ambayo yanatoa huduma kwa Watanzania na ni kodi za Watanzania. Wanahamasishana kuua, wanahamasishana kufanya vurugu, ili polisi katika kuzuia ikitokea kuna mtu fulani atokee mtu ameumia. Na wameandika kwenye maandiko, yapo machapisho ambayo vijana wanayasambaza. Baba Askofu, kwa muda wako nitakupatia ili wewe ukawe shuhuda wa viongozi wengine wa dini. Vijana wamewatengeneza makundi kwa makundi, wanawapa fedha, wamesambazwa nchini ili wafanye uhalifu. Wapo tuliowakamata na wapo ambao wanaendelea kutoa maelezo. Sasa Baba Askofu, katika mambo haya tunaweza leo tuna kanisa letu hapa, lakini watu wasiokuwa na hekima kutamani kuvuruga na kuharibu. Hata jitihada za ujenzi wa shule hii unaweza kujikuta baadaye inakuja kuwa target. Wapo viongozi, wanasheria mbalimbali wamejitokeza hadharani kupinga hatua zinazo